Naam, shalom shalom, taifa teule Tanzania, taifa la Mungu na dunia nzima. Ninawasalimu kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ninayo machache leo niwashirikishe kuhusu sanduku la agano. Sanduku la agano nikihusisha na nchi ya Tanzania, nikihusisha na kinachoendelea katika nchi ya Tanzania. Niwakumbushe ya kwamba sanduku la agano lipo katika nchi hii ya Tanzania. Na linapokuwepo sanduku, anakuwepo na mbeba sanduku. Sanduku halijawahi kuwa lenyewe. Linapokuwepo sanduku, anakuwepo na yule mbeba sanduku. Hapo nyuma niliwahi kuzungumza kuhusu nchi ya Tanzania. Niliwahi kusema kwamba Tanzania ni nchi ambayo Mungu ameiandaa mbadala wa Israeli katika nyakati hizi za mwisho, ili utukufu wake uonekane kwa sasa kupitia hapa. Kama alivyozungumza katika kitabu cha Hagai 2:9 kama sikosei, ya kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Utukufu huo utatokea taifa hili la Tanzania. Kama Mungu alivyowaambia kwamba kwa maana hii ufalme wa Mungu umeondolewa kwenu na watapewa taifa lenye kuzaa matunda, Israeli kanyang'anywa. Utukufu huu umeletwa katika nchi hii. Nimezungumza pale vitu kadhaa vilivyohamishwa kiroho kutoka Israeli kuletwa Tanzania. Kimoja wapo ni sanduku la agano. Sasa sanduku la agano ndani yake kulikuwa na nini? Takuja kuzungumza. Kwa hiyo sanduku la agano jua lipo katika nchi ya Tanzania. Na nchi ya Tanzania ni nchi teule. Ni nchi ambayo Mungu ametaka na ameamua utukufu wake uonekane duniani kwa nyakati hizi za mwisho, kuanzia hapa. Utokee Tanzania kuenea mahali pengine. Lipo tayari sanduku na mbeba sanduku yuko hapa. Mimi nimeonyeshwa mara kadhaa, nimekuwa nikiomba mara nyingi sana, na Mungu amenionyesha vitu vingi sana kuhusu mbeba huyo sanduku. Na amenishuhudia Mungu ya kwamba wengi sana amewaambia, sio mimi tu, wengi wamefunuliwa sana kuhusu mjumbe wa agano kuwepo hapa, lakini wengi hawasemi. Nitakuja kueleza kwa sababu gani. Mimi nimeahidi kusema kweli. Kwa hiyo sanduku la agano lipo katika nchi ya Tanzania, na mbeba sanduku la agano iliyofunuliwa ni Nabii Musa, yupo katika nchi ya Tanzania. Yeye amepewa mamlaka ya kiroho kumiliki na kutawala nchi ya Tanzania. Kwa lugha nyepesi, hakuna atakayefanya chochote katika nchi ya Tanzania kuenda kama mwanzo ilivyoenda katika miungu, kama mwanzo ilivyokuwa ikiongozwa. Sasa hivi maamuzi yatatoka katika mjumbe wa Tanzania, katika mjumbe wa agano la mwisho. Huyu alipewa kibali cha kupambana na miungu ya dunia, akashinda. Akapewa kibali cha kupambana na miungu ya nchi, akashinda. Kwa hiyo anayo mamlaka kamili juu ya taifa hili la Tanzania, itakayoanzia Tanzania na kuenea duniani kote. Ameletwa kulikusanya kanisa la Mungu, kulitoa kwenye makucha ya adui na kulileta katika umoja wa Mungu, liwe kanisa la kweli la Mungu. Kanisa limetekwa sasa. Watu hawaelewi tu. Watu wanapangiwa mpaka cha kuhubiri, wanapangiwa mpaka unabii. Usiseme kitu fulani kumuhusu fulani, usiseme hiki na hiki na hiki. Watu wapo utumwani, wanapitia mateso makali na wamekatazwa kusema. Hayo tunaoneshwa, na mengine ni kwa sababu ya ukaidi wa watu hao. Kwa hiyo mbeba sanduku la agano yote haya anayajua Nabii Musa, yupo katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo Nabii Musa alipitia mamlaka 7 za kiroho za kimungu katika roho, na mamlaka 7 za kibinadamu za kiroho. Sasa hizi mamlaka ni kubwa mno, zinazomruhusu kuwa juu ya kila kitu. Huwezi kuwa juu ya nchi kabla hujapiga miungu. Ndio maana pale Misri alipambana na miungu ya Farao, ndio akawatoa wana wa Israeli. Msifikiri ni vita rahisi, ni vita ngumu. Na wala sio vita kwamba kila mmoja anaweza kupigana nayo. Hapana. Wako watu maalum Mungu amewaweka. Kwa Mungu amemleta mkombozi wa taifa, mkombozi wa ulimwengu. Lakini cha ajabu, watu wa Mungu baada ya kushikamana, tunagombania fito huko, tunajenga nyumba moja. Hakuna mtu aliyewahi kushindana na mbeba sanduku la agano akashinda. Kuanzia kwa Musa mwenyewe, hata Daudi, hata akina Joshua,
Hata wakati ule alipokosekana mfalme, Samueli akalishika. Hakuna aliyewahi kushinda. Na hakuna wa kulinyakua kanisa sanduku la agano kutoka Tanzania kwenda mahali popote isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa sababu hiyo miungu mnaizungumza kwamba inatafuta kumwaga damu Tanzania, nitakueleza kwa nini damu inamwagika. Kwa hiyo baada ya kupata mamlaka kamili ya kiroho na Mungu kumwagiza, nataka utukufu wangu ukianzia Tanzania kuenea dunia nzima, Mungu alimtuma Nabii Musa amuite mtu mmoja anaitwa Gwajima mwaka 2022 kwamba kuanzia kwako Mungu anataka utukufu wake uanze kuonekana hapa. Uweke misingi ya kimungu kuanzia hapa. Aligoma. Akagoma. Kwa miaka 3 anabembelezwa, alikataa pia. Mpaka mwaka huu mwishoni, mwaka jana mwishoni, kaendelea kukataa. Mungu akalifuta jina lake. Mungu akamtapika. Niliwahi kuzungumza maono yake. Kwenye channel pia nimeyazungumza kwamba Mungu alimwandalia mahali pazuri lakini amekataa. Mungu akamtapika. Jina lake tumeona limeisha. Na jinsi muda unavizidi kwenda ndivyo unavizidi kushuka. Kwa hiyo baada ya hapo akaomba, mama, naomba kuendelea. Mjumbe wa agano akampa kibali, lakini baadaye akakaidi. Akasikiliza upande ambao upo kinyume na Mungu. Akainuka juu ya mjumbe wa agano. Sasa anguko lake limefika. Amewekwa mwingine. Si wakati wa kubembeleza, ni wakati wa kutumia sanduku la agano. Ndio maana kupitia zile barua 3 alizotoa nabii, mjumbe huyo agano ametoa zile barua 3, ya kwanza, ya pili, ya 3. Inaeleza mifumo yote. Wakati amepewa kibali yule wa kwanza, wakati amepewa kibali wa pili, na sasa amepewa huyu wa 3, na atafikaje katika kiti kile. Hakuna atakayeweza kukaa pale kama asipo comply na mjumbe wa Mungu ambaye ana sanduku la agano. Otherwise atakufa. Kabisa, otherwise atakufa. Hakuna mwenye mamlaka hiyo zaidi ya mjumbe huyu wa agano. Mamlaka ya kiroho ipo chini ya Mungu kupitia mjumbe huyu wa agano. Na ndani ya sanduku la agano tunakuta kuna vitu vitatu. Ndani ya sanduku la agano kuna mana, kuna chakula kitamu, kuna uzima. Na jambo la pili, iko fimbo. Fimbo ni mapigo. Fimbo ni adhabu. Na jambo la 3 ni amri. Sikuwa amri 10. Sheria. Kwa hiyo mambo haya yote anaweza kuyatumia inapobidi. Na aliwahi kusema kwa mtu sahihi ambaye Mungu amemwandaa katika nyakati hizi kushika nafasi, akikataa, nchi inakwenda kuwa sehemu mbaya. Kwa haya yanayotokea ni matokeo ya aliyeitwa kukataa. Amekataa, na sasa matokeo yake ndio hiyo damu. Matokeo yake ndio hiyo. Na hii lengo lake hasa ni kwenda kufanya mabadiliko. Kwa sababu watu wote ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kukaa katika nafasi hizo wamekuwa na mtazamo tofauti na Mungu. Kwa hiyo Mungu amekuwa akiwatoa mara kwa mara. Na sasa yupo huyu. Ndio maana unakuta mtu ambaye Mungu anamwandaa na anamsema kupitia mjumbe huyu wa agano Nabii Musa, baada ya muda jina lake linapanda, linazungumzwa, kwa sababu ndiye mtoa kibali, ndiye anaipitisha, ndiye anaamua nchi ipigwe hivi. Yaani nyuma ya hayo yote ni Nabii Musa, ni mjumbe wa agano. Wale walio katika ulimwengu wa kiroho wanajua na wameoneshwa mengi. Watumishi wa Mungu wameoneshwa sana juu ya mtu huyu. Lakini wengi Mungu ananishuhudia kwamba sio wewe tu. Nimewaonesha wengi. Tena hao wengine nimeanza muda kuwaonesha wengi kwamba katika nchi yao nimewajulisha yuko mjumbe wa agano. Nimempa mamlaka juu ya nchi na juu ya kanisa kulikusanya pamoja wamsikilize. Lakini watu wamebaki na ajenda zao, wakihofia watapoteza waumini, wakisema ukweli kwamba Nabii Musa amerudi, kwamba mjumbe wa agano amerudi. Wanahofia mali na sadaka. Lakini mjumbe wa agano, tambueni, yupo hapa Tanzania, na ndio yuko nyuma ya hayo yote kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanasimama. Mungu analitaka taifa hili la Tanzania kwa matumizi yake ya kimungu. Analitaka taifa hili liwe chini ya mamlaka yake. Anayekwenda kinyume naye
hawezi kusurvive, hawezi kusurvive, hawezi kusurvive. Mjumbe wa agano yupo. Naona kuna wengine wana hofu kwamba shetani anatafuta kumwaga damu Tanzania ili sanduku la agano lipotee. Haliwezi kupotea. Hayo ni mapigo mjumbe wa agano anayaruhusu kwa watu wanaokuwa kinyume naye, kwa watu wanaokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Maana Mungu anataka jambo lake lisimame, alafu kuna watu wanapinga. Mungu anataka utukufu wake uanze kuonekana, watu wanapinga. Kwa hiyo ni muda wa kuwapiga. Tunatoka katika utumwa kwa mapigo. Kama alivyoitoa Israeli utumwani kwa mapigo, hata sasa watatoka kwa mapigo. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ameingilia kati. Huyu aliyepewa kushindana na miungu akashinda, ndio huyo anayeletwa kuja kuwa juu ya nchi. Ufalme wa Mungu tangu enzi ya Yohana Mbatizaji unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu hauteka, sio maneno. Unashindwa kusema ukweli kwa kuhofia utakamatwa kwa sababu huna nguvu. Unashindwa kutoa unabii Mungu aliyokupa kwa kuhofia kwamba mtu fulani utamkwaza kwa sababu huna nguvu. Kuna mambo unayafanya na kuyasema, unarekebisha kile Mungu alichokupa. Yaani unamodify kile Mungu alichokupa kwamba kiwe hivi kwa kuogopa watu. Sasa Mungu ameingilia kati, kuingilia kutaka hii vita mwenyewe. Ndio maana mwanzoni mwa mwaka huu mjumbe wa agano aliwaambia, alitoa unabii kwa manabii wote na watumishi wote wa Mungu Tanzania, kaeni kimya, ni wakati wa Mungu kupigana na miungu. Yeye kama mjumbe wa agano ameshafanya, akamaliza, akatoa zile barua 3 ambazo ameeleza. Wa kwanza aliyepewa akakataa, wa pili aliyeinuka upande wa pili, na hapo wengi sana walipata maono. Mwanzoni alipomtaja yule wa kwanza Gwajima, wengi walipata maono, atakuwa. Alivyobadilisha, alipokuja wa pili, wengi wakamuona, wakasema ni yeye. Alipotangaza kwamba jina lake nalo limeondolewa, wengi wakaanza kuona maono ambayo yanafanana na kile Musa alichokisema. Mara akaona wapo kwenye treni na yeye yupo linamlipukia, wengi wameona mambo tofauti. Ndivyo ujue kwamba chanzo cha hayo yote ni mjumbe wa agano. Ni mjumbe wa agano. Yeye ndio anatoa maana, yeye ndio anatoa mapigo sawa ili mapenzi ya Mungu yapate kusimama. Na sasa amelitoa jina la 3. Watu wote, maono yote, unabii wote ni kwa huyu wa 3. Hayo yote yanatoka kwa mjumbe wa agano. Ukipitia barua 3 utaona. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaogopa kusema ukweli, kuogopa atapoteza waumini, kuogopa atapoteza mali. Wameacha kumsikiliza Mungu, wanamsikiliza mwanadamu. Hayo ninawaambia. Mmeacha kusema ukweli. Mungu ameinua watu hata kutoka nje, watasema ukweli. Na hii damu inatokana na wale watu walioitwa wakakaidi. Kwa sababu Mungu kuna mtu alishamwandaa tangu muda, miaka mingi, uje kukaa nafasi hii. Na alishasema mjumbe wa agano Nabii Musa kwamba mtu sahihi aliyeitwa na kuandaliwa na Mungu asipokuja, asipotii, ataleta madhara kwenye nchi hii. Ndio haya unayakuta. Kwa hiyo halitabebwa sanduku hapa, isipokuwa ni mapigo yanaendelea mpaka mapenzi ya Mungu yasimame. Na kusema kweli, tunakoelekea ni kubaya kuliko sasa. Tunakoelekea ni kubaya, lakini mwisho wa siku mapenzi ya Mungu yatasimama. Mwisho wa siku mapenzi ya Mungu yatabaki hapo. Ninawashukuru sana kwa haya machache. Hii ni Siri za Ufalme wa Mungu TV. Mungu pamoja nasi. Tumekuwa na mengi, na huu sasa ni wakati wa kukaa kimya. Yale ambayo Mungu anaturuhusu tuseme machache kama haya tunayasema. Bi Musa alishawahi kuambia, huu ni wakati wa kukaa kimya, kwa sababu mnampa adui nafasi ya kujua kinachoendelea. Mungu ameingia vitani mwenyewe kupambana na miungu. Nyinyi kaeni kimya, Mungu awapiganie. Kwa hiyo sio kila kitu tu cha kuomba. Amjui hata nani mnayemuombea. Amjui hata mnamuombea kwa yeye yupo upande gani. Mungu awabariki sana. Mjumbe wa agano yupo. Mliokataa kusema, Mungu anawakumbusha. Amewapa mamlaka ya kusema.
Kama hamtasema, atainua hata mawe atasema. Atawatoa watu hata nje watasema. Manabii, mitume wengi mnaoonyeshwa, semeni Mungu alichoonyesha. Semeni ukweli bila kuogopa chochote. Semeni mjumbe wa agano yupo na tumemuona. Kama hamtataka, Mungu atainua watu kutoka nje kama anavyotumia sasa. Wewe uliaitwa kutumikia, ukiona kwamba mali ni bora, ukiona kwamba uoga ni bora, basi Mungu atainua wengine. Na ukifanya jambo nje na sauti ya Mungu, lazima utapata madhara. Lazima utapata madhara. Mungu awabariki sana. Ninawatakia wakati mwema. Amen.